Naam, asante na karibu sana mtazamaji katika mwendelezo wa taarifa zetu kutoka shirika la reli Tanzania TRC. Jina langu ni Hemed Mohamed na mpiga picha ni Hassan Bonde. Hii ni TRC Reli TV. Bado tunaendelea na mfululizo wa taarifa mbalimbali kutoka shirika la reli Tanzania. Leo tuko hapa Pugu na hii ni karakana kama ambavyo unashuhudia, karakana ya uundaji wa vichwa vya treni za MGR ama reli ya zamani. Vichwa vya treni vinavyotumia dizeli ambavyo vinaundwa hapa kwa ushirikiano kati ya shirika la reli Tanzania TRC na kampuni ya SMH Rail, watengenezaji wa vifaa vya uendeshaji wa reli kutoka nchini Malaysia. Na leo hii ziara imefanyika hapa ya kamati ya kudumu ya bunge ya miundombinu ikiongozwa na mwenyekiti Mheshimiwa Moshi Selemani Kakoso, ambao awali baada ya kuwasili katika eneo hili walipata nafasi ya kuelezewa maeneo tofauti tofauti, namna ambavyo mradi unafanyika, na mwenyeji wao alikuwa ni mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania TRC, mhandisi Machibia Shiwa. Sasa katika hivyo vichwa viwili, mheshimiwa mwenyekiti, tulikuja na idea ya kwamba vile vichwa 6 tuvifanyia assembling Tanzania, na kama unavyoona mheshimiwa mwenyekiti, tuna vichwa viwili sasa hivi vimekamilika na chassis za vichwa vingine ziko hapo nje. Umeziona mheshimiwa mwenyekiti. Kwa nini tuliamua kufanya hayo? La kwanza tuone uwezekano wa sisi wenyewe kuanza kuassemble vichwa Tanzania. Hilo ilikuwa jambo la kwanza, kwamba tunaamini kwamba tukijenga uwezo wa ndani ya shirika kwa kushirikiana na wenzetu wenye teknolojia inaweza ikaturahisishia kuvipata vichwa kwa wakati. Hilo la kwanza. Na la pili, tunaamini tutapunguza gharama za uagizaji ikilinganishwa na kichwa hiki kimetengenezewa nje ya nchi. Hilo la kwanza. Lingine mheshimiwa mwenyekiti ni kupunguza muda. Kwa mfano vichwa hivi vimechukua zaidi ya miaka 3, lakini tukifanyia hapa tunaamini kwamba tunaendelea na mazungumzo ya watu wengine kwamba tutengeneze planti sasa ambayo itakuwa na uwezo wa kutoa vichwa 30 kwa mwaka. Haya mheshimiwa mwenyekiti, tukiyafanya yatatuwezesha sisi kuongeza ufanisi na kupata vitendea kazi kwa wakati. Kamati ilipata nafasi ya kushuhudia maeneo tofauti tofauti ikiwemo vifaa ambavyo vinatumika kuunda vichwa hivi, namna vinavyoingia eneo hili na mpaka kuundwa kwa kichwa chenyewe. Mara baada ya kutamatisha ziara yao hapa karakana, kamati ilipata nafasi ya kusema, na mwenyekiti Moshi Selemani Kakoso alipata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari ambao walikuwa hapa kwa ajili ya tukio hili. Hii kazi mmepewa dhamana kwa niaba ya Watanzania. Kamati ya bunge imefurahishwa sana kwa kitendo cha mamlaka ya shirika la reli kuanza kufanya ukarabati na kuasembo vichwa vya treni hapa nchini. Zipo faida kubwa ambazo zinatokea kwenye maeneo haya. Moja ni kupunguza gharama zile ambazo serikali ingezitumia kubwa kwa kichwa ambacho kimekuja moja kwa moja. Lakini pili, mnatoa ajira kwa vijana wetu ambao wapo hapa, asilimia kubwa ndio wanaofanya kazi kubwa, tofauti na wale wataalamu ambao wametoka nje ya nchi. Kwa kweli tumefarijika kuwaona vijana wakishiriki bega kwa bega kutengeneza uchumi wa nchi yetu kupitia shirika la reli. Na mtazamaji, pamoja na management ya shirika la reli Tanzania TRC, alikuwa hapa naibu waziri wa uchukuzi Mheshimiwa David Kihenzile, ambaye alimwakilisha waziri wa uchukuzi Mheshimiwa Profesa Makame Mnyambarawa, na ameeleza namna ambavyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imejipanga kuhakikisha kwamba shughuli hizi za uzalishaji wa vifaa vya uendeshaji wa reli inafanyika hapa nchini kwa kuzingatia soko lililopo katika maeneo jirani ama nchi jirani katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Mheshimiwa naibu waziri huyu hapa kwenye eneo letu la Pugu. Moja, shughuli ambazo zinafanyika hapa ni kuunganisha hizi engine zetu, vichwa vya treni, ambapo kamati imeshangazwa, imefurahishwa na imepongeza sana jitihada za Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuendelea kugusa sekta ya uchukuzi. Mara baada ya kuwa tunajenga kilomita zaidi ya 2290, sasa amehamia kwenye vitendea kazi. Tulikuwa na vichwa vya jumla 8, viwili vilishaanza kutengenezwa huko Malaysia
6 tukasema vifanyikie hapa, na vichwa hivi vinavyotengenezwa 6 hapa ni vile ambavyo vitakuwa vinatumika kwenye meter gauge, kwenye reli yetu ya meter gauge ya kawaida. Hii reli ya meter gauge ni reli ambayo ilikuwepo kuanzia kipindi cha zamani sana wakati wa serikali ya awamu ya kwanza, yenye urefu wa kilomita 2700. Mtazamaji, ndivyo ambavyo tunatamatisha taarifa hii kuhusiana na ziara ya kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu ambayo ilitembelea eneo la karakana hapa Pugu, eneo ambalo linazalishwa vichwa 6 kati ya 8 ambavyo awali ilikuwa vizalishwe nchini Malaysia katika karakana ya kampuni ya SMH Rail, lakini kutokana na changamoto mbalimbali za utekelezaji wa mkataba ikiwemo eneo la usafirishaji wa vifaa muhimu vya utengenezaji wa vichwa hivi, ikaonekana ya kwamba ni vyema zoezi hili ama shughuli hizi zikafanyika hapa Tanzania, hatua ambayo imekuwa ni fursa kwa vijana wa Kitanzania katika eneo la ajira na ujuzi. Jina langu ni Hemed Mohamed, piga picha ni Hassan Bonde kutoka hapa Pugu. Asante na kwaheri kwa sasa. Hii ni TRC Rally TV.